Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. India imeanzisha mashambulizi mazito dhidi ya Pakistan. Hata hivyo, India kupitia mashambulizi yake imedai kwamba imeharibu miundombinu ya magaidi huko katika ardhi ya Pakistan, jambo ambalo limeleta sintofahamu na kuelezwa kwamba huenda vita vitaanza rasmi na huenda Pakistan ikajibu haraka iwezekanavyo. Vikosi vya wanajeshi vya India vimedai vimelenga tovuti 9 zenye miundombinu ya kigaidi ndani ya ardhi ya Pakistan kama sehemu ya operesheni yao walioita Operation Sindoor iliyotangazwa na jeshi la India, ambayo lilichagua maeneo kwa ajili ya mashambulizi ya anga ili kuondoa uongozi wa makundi ya kigaidi ya Jaish-e-Mohammed na Lashkar-e-Taiba. Hata hivyo, hii imeripotiwa kupitia vyombo vya habari, taarifa zikieleza kwamba maadui wamefanya mashambulizi ya woga. Jibu la nguvu linatolewa, waziri mkuu wa Pakistan aliandika kupitia ukurasa wake wa X. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba India imefanya makosa makubwa wakati huu, hasa baada ya kupewa taarifa kwamba isiendelee na mashambulizi ya aina yoyote na wala isifanye hujuma za aina yoyote katika kipindi hiki. Na hata Umoja wa Mataifa ulitoa taarifa yake kwamba lazima kuwe na namna ya kuhakikisha mashambulizi haya yanakoma mara moja. Urusi na Marekani pia zilieleza kwamba India isithubutu kufanya mashambulizi dhidi ya Pakistan na hata Pakistan iachane kabisa na mpango wake wa mashambulizi. Pakistan ililipiza kisasi kwa risasi nzito baada ya mashambulizi hayo, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan ikisema katika taarifa yake kuwa ina haki ya kujibu chini ya kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Pakistan ilidungua ndege 5 za India. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Bloomberg ambalo lilimnukuu waziri wa ulinzi Khawaja Asif akisema jeshi la India liliripoti kuwa watu 3 waliuawa katika shambulio la makombora la Pakistan katika mstari wa udhibiti. Pakistan iliripoti takribani watu 8 walifariki na 35 walijeruhiwa vibaya kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na India. Hata hivyo, moja kati ya kundi ambalo limeshambuliwa ni pamoja na Lashkar-e-Taiba, moja kati ya mashirika yanayodaiwa kuwa ni mashirika ya kigaidi yaliyopigwa marufuku hata nchini Urusi na maeneo mengine ulimwenguni. Sasa ni rasmi, vita kati ya India na Pakistan vimeanza, lakini kimsingi ni vita ambavyo kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wanasema huenda visichukue muda mrefu kutokana na namna ambavyo ilivyozoeleka, lakini pia vita hivi huenda vikaingiliwa kati na mataifa makubwa, hasa taifa kama vile Marekani pamoja na Urusi na hata China ikaweza kukaa chini na watu hawa, ingawa China na India nazo pia zipo katika mgogoro mdogo wa kugombea mpaka. Na ikumbukwe mapambano kati ya Wahindi pamoja na Wapakistan yanatokana na eneo dogo la Kashmir, eneo la mpaka ambalo limegawanywa, lakini kila mmoja akidai kwamba kuna kipande ambacho ni chake. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Tutaendelea kukujuza zaidi juu ya vita hivi vilivyoanza kati ya Wapakistan pamoja na Wahindi katika kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.